upandaji wa miti. Sawa jamani? Sawa. Kupanda miti ni sehemu ya utunzaji wa uumbaji wa Mungu. Na sisi Chuo cha Biblia Mwika, idara ya Huyamwi, tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo yenu haya. Tukaona hali ya ukame na miti ni michache, na tukasema kwa tutaanza programu hii ya upandaji wa miti kwa pamoja. Tulishirikisha viongozi wa vijiji, diwani, viongozi wa makanisa mbalimbali kwamba tutaanza programu hii kipindi hiki. Na ndivyo tulivyofanya. Kwa hiyo tutaanza programu hii kama sehemu ya huduma ya diakonia kutunza uumbaji wa Mungu. Na tunasema kwamba mazingira tunayoishi lazima tuyatunze ili yaendelee kudumu vizazi na vizazi. Lakini ili pia kupambana hali ya tabia nchi. Si ndio? Mahali pakiwa hakuna miti tunapata matatizo ya mafuriko, tunapata matatizo ya ukame na kadhalika. Kwa hiyo tumeanza programu hii rasmi na tuipokee. Na tumefanya pilot au majaribio, tukagundua kwamba kuna aina ya miti ambayo inafaa katika mazingira yenu. Hasa msingi tunachowaomba tuwe watunzaji wa hii miti. Sawa jamani? Tutunze hii miti, tusikubali ng'ombe, tusikubali mbuzi na wanyama wengine waharibu hii miti. Japokuwa hailiwi, lakini wanaweza kuikanyaga wakaiharibu, lakini tukitunza kwa pamoja tutafurahia maisha. Mtaona tutafurahia maisha. Mungu atubariki sana. Asante sana. Mtu mwingine kushikia. Mimi kwa jina naitwa Ekara Kipara Mono. Ni diwani kata hii. Ndugu waandishi wa habari, nichukua nafasi hii kwa niaba ya wananchi kuishukuru sana kanisa letu pendwa la KKT kwa kutuunga mkono kwa kutunza mazingira. Mapigeni makofi sana. Kuotesha miti ni kutunza mazingira. Tuwashukuru sana kwa sababu jitihada mlioona majanga ya mazingira, mkaona tutumie kipindi hiki ambavyo Mwenyezi Mungu ametuletea mvua nyingi kuotesha miti kwa ajili ya kuboresha maeneo yetu. Ni jambo zuri sana, na kwa niaba ya wananchi mimi nawashukuru sana sana sana. Niendelee kuahidi kwamba tutapambana kutunza hii. Kituo ni kituo cha afya. Yako maeneo mengi baada ya kuniambia kwamba mnaleta miti hii, niliwaomba tupeleke miti. Na niwashukuru kwa sababu maeneo yote mmenikubalia. Kwa niaba ya wananchi niahidi kwamba miti hii, nashukuru niko na mwenyekiti wa kijiji atazungumza baadaye kwa nafasi yake, lakini pia na mwenyekiti wa kitongoji. Miti hii tutatunza kwa kunyesha kwa zamu. Kwa sababu kipindi hii ni kipindi cha mvua, hii miti kwa sasa hivi haitakuwa na shida yoyote. Na niwatoe hofu, hii miti haitaliwa na mbuzi. Kabla hamjaleta hii miti, tayari tulikuwa na program. Juzi niliongea na afisa misitu, amenitumia message wa wilaya akiniambia tutakuwa KIA siku ya Alhamisi kwa ajili ya kuotesha miti kwenye mazingira ya taasisi. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa niaba ya serikali, lakini kwa niaba ya wananchi wa KIA kwamba mmekuwa sehemu kubwa ya watu wa KIA, mmekuwa msaada mkubwa. Kuotesha miti ni ibada. Kwa hiyo naamini tendo tunalolifanya hapa ni tendo la kutengeneza mazingira yetu, mazingira yatupende, na tuahidi kwamba tutasimamia kwa makini. Niendelee kuishukuru kanisa, niendelee kuwashukuru viongozi wa kanisa, tuendelee kushirikiana. Hili ni jambo jema sana kwa maeneo yetu. Kwa hiyo machache nisema asanteni sana. Vere Emmanuel ni mwenyekiti wa kijiji cha Mtakuja. Mimi niko kwenye shukurani. Nawashukuru sana kanisa kwa leo tutuletea miti. Ni kweli mheshimiwa diwani alivyoongea tulikuwa tuko kwenye process sana ya miti. Lakini Mungu amejalia leo kanisa imeamua kutusaidia. Tunawashukuru sana kanisa. Mimi nawakilisha kijiji cha Mtakuja na ofisi ya kijiji na zahanati na hapa kituo cha afya. Lakini pia nimewaita wawakilishi wengine ambayo tupo na mwakilishi wa sekondari, mwalimu mkuu wa sekondari ya Tambarare. Niko na mwenyekiti wa kitongoji hichi kwa sababu yeye ndio sehemu yake hii, na wengine pia walikuwa wanajua hili lakini wamepambana na janga la maji, lakini naamini sisi tumelikuja kuwakilisha.
Ndio maana nimejitahidi kuwaita wawakilishi, nimewaita sekondari. Shule ya msingi walikuwa naye aje mwalimu mkuu kwa ajili ya kupokea hizi miti, lakini bahati mbaya hakuweza kufika. Naona ameelekea kwenye halmashauri, ila mimi nitawakilisha shule ya msingi na sekondari. Ameshafika mwalimu, ndio yule pale. Swala la miti, tulikuwa tunahitaji miti mingi sana pale sekondari, maana sekondari yetu ni mpya. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji na tulishaomba, ila bado tulikuwa tujajibiwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kanisa. Kwanza wamekuja kipindi cha mwafaka, mvua zinanyesha. Mimi ninachotaka kuahidi kanisa, nitalinda hizi miti. Hata muda mwingine mkija, mtaona kwamba ulinzi wa miti kwa ajili ya mifugo imeendelea kutokana na sisi uongozi wa kijiji tumeshiriki. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana na niwashukuru sana viongozi wa kanisa kwa kutusaidia upandaji huu wa miti wa leo. Vijiji hivyo viwili, na tutapanda miti kwenye vituo vya afya na shule za msingi, shule za sekondari, lakini kwenye maeneo nyumba za ibada, sio za KKT peke yake, hata nyumba za ibada za madhehebu mengine. Hata kama kuna sehemu za ibada za Waislamu tutapeleka pia miti, kwa sababu ni huduma ya kijamii. Kwa hiyo utapata, tuna programu ya upandaji wa miti kama 1500 hivi. Leo tumekuja na miti 1200. Kwa hiyo na imani mtapata miti ya kutosha. Tunachowaomba ni utunzaji. Nimeomba mara ya pili, ni utunzaji wa miti hii ili iweze kuwa na manufaa katika jamii. Lakini jambo la mwisho, tutagawa pia kwa familia ambao wanataka kuotesha miti nyumbani kwao, pia watapata kuanzia miti 5 mpaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asanteni sana. Kweli. kituo chetu au kutoka Huyamwi kule chuo cha Biblia na Theolojia Mwika. Nichukue nafasi pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya
siku hii njema kwa kutambuliwa kwamba ni sehemu ya watu ambao wanaweza wakapokea jambo hili kubwa la utunzaji wa mazingira, lakini pili, kwa jinsi mlivyolipokea vizuri na kuanza kazi hii nzuri ya kuotesha miti katika maeneo haya kama jinsi ilivyopangwa. Wapendwa, kutunza mazingira ni jambo muhimu sana katika maisha haya, na tunajua ya kwamba mazingira ndio kila kitu. Baada ya mazingira ndio vingine vinafuata. Na ukitaka kufuatilia vizuri katika neno la Mungu, katika uumbaji, Mungu alipoanza kuumba, kabla hajamuumba mwanadamu alimwekea mazingira. Na tunasema aliumba bustani ya Edeni, akaiotesha miti mbalimbali inayoota yenye kutoa matunda mbalimbali ambayo inaweza ikatunza viumbe mbalimbali, na ndipo akamuumba mwanadamu, akamuumba Adamu, akamuumba na Hawa, na akawaambia sasa na wakabidhi. Alipowaumba, cha kwanza akamwambia tunawakabidhi hii ardhi pamoja na hii bustani, muitunze na kuitumia. Na sisi tunapoona hili linalofanyika la kuotesha miti, kuyatunza mazingira, naona ni kwamba tunarudi kwenye uumbaji wa asili ambao Mungu ametuumba kwao, kuyatunza mazingira. Na wapendwa ndugu zangu, tulipokee vizuri na tulisimamia vizuri, tuweze kuona jinsi gani hii miti, kama ndugu zetu wapendwa Huyamwi wakishirikiana na wale wote ambao wamewezesha zoezi hili zuri liweze kutokea ndani ya eneo letu hili la Kia, basi tuweze kupokea vizuri. Kama maelezo yaliyokwisha kutangulia ni kwamba lengo ni miti takriban 5,000 iweze kuoteshwa, ioteshwe katika taasisi mbalimbali za kidini, taasisi za afya, taasisi za elimu, lakini ikiwezekana pia ioteshwe kwenye maeneo wazi na hata kwenye maeneo ambamo sisi tunaishi. Najua ya kwamba tunahitaji kwanza kabisa kuitunza kutokana na hali halisi ya hewa tulionayo hapa. Jua ni kali, miti inahitaji kila saa kufuatiliwa, kumwagiwa maji, kuwekewa nyasi za kuitunza. Lakini jambo la pili pia kuangalia jinsi gani tunaweza kuikwepesha kidogo vile viumbe ambavyo ni viharibifu visije vikatuharibia. Kwa kutambua ya kwamba miti inapoota vizuri inachuja hali ya hewa, miti inapoota vizuri inaleta mvua, miti inapoota vizuri inarudisha furaha na uhai mzuri wa wale wanaoishi pale. Kwa maana ili joto linalotokea eneo kama hili sio zuri kwa afya, lakini panapokuwa na miti mingi, hali ya hewa pamoja na joto linakuwa limechujika vizuri, kwa maana miti Mungu ameweka kitu cha pekee ndani yake, kwamba inajua kuchuja hewa, inajua kuchuja joto, inaweza kuchukua ule uharibifu wa mionzi ambayo ingekuja na kutuharibu sisi au kutugharimu sisi kwa afya zetu, basi yenyewe inanyonya na kuibadilisha. Ni pamoja na hewa chafu ambayo inatoka kwenye vitu vingi ambavyo vinazalisha, basi miti inatusaidia kuchuja. Ni pamoja na kuitunza ardhi ambao saa nyingine wakati wa upepo mkali, wakati wa mvua kali, basi ni rahisi ardhi kuzolewa na kuharibiwa. Lakini tunapokuwa na miti, tunapokuwa na mazingira mazuri ambayo yameoteshwa vizuri, yamepangiliwa, basi ni rahisi sana kulindwa au kuzuiliwa. Tunaona mafuriko yanavyotugharimu maeneo mengine. Endapo kungekuwa na uoto mzuri wa miti, basi yale mafuriko yangekuwa yanazuiwa, yangeenda vizuri. Tunaona saa nyingine pia jua linavyotuathiri, linavyoharibu na kuua mifugo yetu, lakini miti ingekuwa imemea vizuri maeneo, ingekuwa inatusaidia sana, mvua ingekuwa inanyesha angalau ya kiasi, lakini pia kungekuwa na maeneo ambako viumbe vinaweza vikapita na kujihifadhi, lakini hata vingepata maji kidogo kidogo kwa ajili ya kujitunza na kuendelea kuishi. Ni pamoja na sisi ambao tunaishi huku ndani tunahitaji mazingira mazuri. Na niombe kwa niaba basi ya kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambao wao ndio wanaosimamia kituo hiki kikubwa ambacho ni cha Huyamwi ndani ya Chuo cha Biblia na Theolojia Mwika, dayosisi yetu kwa maana yake, pamoja na hata jimbo letu ambao sisi ndio tunanufaika sasa. Niombe kuleta wito kwa ndugu zangu wapenzi wa eneo hili zima la Kia, kwamba tupokee hii kama kitu cha thamani ambacho yawezekana miaka huu wa kwanza, mwaka wa pili tusione, lakini baada ya miaka michache tutaona matokeo yake mazuri, tutaona furaha na baraka zake endapo tutatunza. Tuwe wa kwanza kabisa ambao tutakasirika tukiona mtu yoyote au kiumbe chochote kinatuharibia miti yetu. Lakini pia tuwe mstari wa kwanza
kukimbizana pale tunapoona mti ule unaelekea kukauka, hata kama tunaweza kuungana 3 4, twende tukamimine hapo maji uendelee kukua. Kwa maana kwa kuota kwa mti huo tunaendelea kuotesha uhai wa watu wetu na jamii yetu hii. Lakini pia kule kwenye majumba yetu tujitahidi tupeleke miti. Kwa kufanya hivyo yawezekana tukasaidia hii miti yote 5,000 ambayo imeandaliwa, miti mizuri inayoendana na mazingira haya, inaweza ikakabiliana na changamoto ya hali ya hewa na ardhi iliyopo hapa. Basi hiyo miti ikaweza kuota angalau kwa 90%. Muda si mrefu tutakuja kukuta huku ni uoto na kuna kamsitu kazuri, lakini kuna hewa nzuri sana zaidi ya hii tulionayo, na hata pia kuna mafanikio mazuri ya viumbe vyetu pamoja na sisi. Kwa hiyo ni uweke huo wito kwenu ndugu zangu wote, pekee kwa wale ambao ni viongozi pia pamoja na wale viongozi wa dini, tuungane kwa pamoja tuhubiri, kwa maana kuyahubiri mazingira ni kumhubiri Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana aliyeumba mazingira, aliyetukabidhi mazingira kwenye uumbaji wa kwanza ni Mungu mwenyewe, na tunapoendelea kuyahubiri mazingira yawepo, kuwahimiza watu wetu wayatunze, tunafanya kazi ya Bwana, tunamtumikia Mungu na tunakuwa tunasimama katika lile lengo la Mungu la uumbaji. Baada ya kusema hayo, basi ndugu zangu wapendwa, niendelee kushukuru sana uongozi wa Chuo cha Biblia na Theolojia Mwika. Ni miti mingi sana, lakini bado kwa eneo lilivyo kubwa, basi tuweke iwe ni programu endelevu, hata isogee tuwe na miti 500,000. Bwana Yesu asifiwe. Na isambae maeneo yote ya Kia na hata maeneo kusogea Rundugai. Ikipita huku mtu upite katikati ya msitu ambao una hali ya hewa nzuri, hewa imechujwa na viumbe vinafurahia pamoja na sisi wanadamu. Mungu atubariki sana, na Mungu alibariki zoezi hili lote la uoteshaji wa miti maeneo yote, uumbaji ambao ni mzuri, na tunaurudisha ule uumbaji wa kweli ambao Mungu aliumba tangu awali pale bustani ya Edeni. Basi asanteni sana ndugu zangu wapenzi kwa kunisikiliza. Sasa Mikaeli Paulo, ni mzee wa kanisa. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa siku njema ambao leo tunafanya uoteshaji wa miti. Tunashukuru waokesaji ambao wametuletea miti. Hii ni miaka 4 leo ambao tuko naye, na tunashukuru kwa sababu kwanza tumeshukuru kwa sababu imegusagusa kila sehemu. Imegusa kituo cha afya ya kijiji yetu, na imegusa sekondari, na imegusa sehemu kubwa kwenye makanisa, taasisi mingi. Kwa hiyo tunashukuru hili kwa sababu kwanza imekuja kutubadilishia hali ya mazingira, kwa sababu mazingira yetu huku ni jangwa sana, lakini kwa sababu wao wakesaji wameingia huku, hali yamebadilika. Kwa hiyo tunashukuru kabisa. Hii hali hapo kwenye hii upande yetu ni hali ya upepo kubwa sana, na nasababisha na hii ukame. Kwa hiyo ni hii miti tukipambana kunyesha sana hii miti ikuwe vizuri, na anapunguza hali ya ukame na hali ya upepo. Nini sasa unawaambia wadau wengine na serikali kwa ujumla? Nawaambia wadau wengine waongoze jitihada kutuongezea miti, na tunashukuru pia serikali yetu, na tunawaambia serikali yetu tushikane na hao madau, angalau tuangalie kama tutabadilisha kijiji yetu. Unaweza kuanza tu. Ni mwinjilisti wa Simon Mjema wa usharika wa Kia Kusini. Labda hali ikoje katika maeneo hayo kutokana na kutokuwepo kwa miti? Kweli hali ni mbaya, kutokukosekana miti huku, upepo ni mwingi.
Labda unawaambia nini sasa wadau waliojitokeza kwa ajili ya kuleta miti hii? Sisi tunachowaomba wadau waliotuletea hii miti watuongezee miti iwe mingi, na sisi tuko tayari kuandaa watu kupanda miti kwenye maeneo yao na kwenye maeneo ya eneo la kanisa. Nini ushauri wako sasa kwa serikali? Labda maana na serikali pia inahusika maeneo haya. Kwa serikali yetu kwanza tunashukuru kwa kutukumbuka kwa miti, na sisi tuko tayari kuitunza hii miti. Kwa jina naitwa Eliana Isaac Kilaiza, nasali mtaa wa Ebeneza, usharika wa Kia Kusini. Vile vile tunashukuru kwa kutuletea mazingira mazuri. Tumepata miti, kivuli bora. Kila wakati mara unaweza kuwa usipokuwa na kivuli, hutapata mahali pa kukalia. Pia tuna changamoto huko wa upepo kali, joruba. Pili, tukipata miti tutatunza mazingira mazuri. Tutajitahidi kupata miti ya kivuli na mazingira mazuri. Vile vile tunawashukuru aidha mara kila wakati mtakuwa kutembelea mazingira kuangalia miti zimekuwa na utunzaji wa miti unaendelea. Kwa jina mimi naitwa Mdiakonia Samuel Mori. Ninafanya kazi chuo cha Biblia na Theolojia Mwika kama mkurugenzi wa huduma ya Uyamwi. Uyamwi tunashughulika na kuhudumia watoto yatima, wajane na kaya maskini. Na tumefanya kazi katika eneo hili la Kia kwa muda wa miaka 3 sasa, na tumeona hali ya mazingira jinsi ilivyo, hali ya ukame, na hata katika kipindi cha mvua nyingi kunakuwa na hali ya mafuriko, na kweli eneo ni kame sana na halina miti, na tukaona kwamba tuna haja ya kufanya huduma ya diakonia kwa njia ya kutunza mazingira, kuhubiri Injili kwa njia ya kutunza uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho mvua zimenyesha mwaka huu, tuna programu ya kupanda miti katika eneo hili la sharika za Kia, katika vijiji 2 mpaka 3, na tunategemea kupanda miti ipatayo 5,000 hivi. Na leo tumelaunch huduma hii katika eneo la Kia chini ya mkuu wa jimbo la Hai, Mchungaji Benel Malio, na tunategemea leo tumepanda miti ipatayo 1200 katika taasisi, katika zahanati, kituo cha afya hapa Kia, lakini katika sharika za Ebeneza, mtaa wa Ebeneza tumeacha miti kadhaa kama 250, na katika eneo la shule ya Tambarare hapa tumeacha miti 490, shule za msingi, na tutaendelea vijiji vingine, shule za msingi, vituo vya afya, shule za sekondari, hata baadhi ya miti imepelekwa kwenye taasisi za madhehebu mengine, kwa mfano Pentekoste, maeneo yote. Lakini pia wanajamii watapata miti kupanda katika maboma yao. Leo tumeachilia miti kwa familia mbalimbali, kila aliyefika alipata miti 5,500, na tutaendelea hivyo mpaka programu hii tutakapokamilika miti 5,000. Lakini pia tunatoa elimu kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Tukitunza mazingira yatatutunza sisi. Kwa hiyo tunahimiza sana utunzaji wa mazingira, na tumepanda miti ambayo ni rafiki katika mazingira haya baada ya kufanya utafiti, lakini pia miti ambayo haiharibiwi kirahisi na mifugo. Kwa hiyo ndio programu ambayo tutaenda nayo katika kipindi hiki, kutunza mazingira katika eneo hili, na tunategemea baada ya miaka 3-4 eneo hili litakuwa ni green kabisa, na kama wananchi watapokea kama tunavyoona wanapokea sasa hivi, na elimu itakavyoendelea kupita. Lakini pia tunaongeza kwamba sehemu ambazo hakuna maji, tuna nafasi ya kuongeza pampu
ya mkono, pampu ya mkono kwa ajili ya kisima cha chini, na ili miti iweze kumwagiliwa wakati wa kiangazi na iweze kuendelea kumea. Asante sana. Okay, hujasema sababu za kuchagua eneo hili. Sababu ya kuchagua eneo hili la KIA, ninasema tu kwamba tulifanya huduma hapa miaka 4 iliyopita na kulikuwa na ukame sana na watu walipoteza mifugo kwa sababu ukame ule, na kulikuwa na njaa. Tuligawa chakula maeneo haya na tukaendelea kufanya kazi hapa. Tukaona kwamba sio kuhudumia watu tu, tunahitaji pia kufundisha na kuanza juhudi za kubadilisha mazingira kwa kupanda miti, tuzuie mmomonyoko wa udongo, lakini pia utokae kwenye mazingira ambayo yana kivuli na mazingira ambayo yanapendeza yakitunzwa vizuri. Hii ndio sababu kubwa ambayo imetufanya tukaanza programu hii ya upandaji wa miti kwa kutunza mazingira. Nini unawaambia wananchi wa eneo hili mara baada ya kupanda miti hiyo? Mimi ninashukuru sana. Wenzetu wamepokea, jamii hapa imepokea vizuri sana programu yetu hii. Tangu tulipotangaza kwamba tutafanya hii, kwanza ilikuwa ni hitaji lao, tulizungumza nao. Kwanza ni hitaji lao, wana vijiji waliomba kwamba tuwape programu ya upandaji wa miti. Sasa tumeanza na hii miti 5,000 na tunafurahi kwamba wamepokea vizuri, wamejitokeza kwa wingi, tumeotesha kwenye taasisi, lakini wameomba kupata miti kila mtu apeleke nyumbani kwake. Tumeanza miti 5,500, lakini tukienda tukirudi tutaongeza ile ambayo familia watachukua kupanda kwenye maboma yao, tutaongeza. Lakini pia katika taratibu za ufuatiliaji pia tutafuatilia kuona jinsi ambavyo miti hii imepandwa na jinsi ambavyo inatunzika. Kwa hiyo sio programu ambayo tunafanya tu na kuacha, lakini tutatembea baadaye kuangalia utunzaji wake. Tunafurahi sana kwamba viongozi wa serikali kuanzia kitongoji, kijiji, kata, wenye vitu vya vijiji walikuwepo, wenye vitu wa vitongoji walikuwepo, lakini mheshimiwa diwani alikuwepo na watendaji wa vijiji walikuwepo. Kwa hiyo tunafurahi kwamba ni programu ambayo imepokelewa kwa furaha, sio wananchi tu, hata viongozi wamepokea, lakini wachungaji walikuwepo, na sio wa kanisa letu tu KKT, lakini walikuwepo pia wachungaji kutoka Pentecoste, na walifurahi sana kwamba wanapokea programu hii kwa ajili ya utunzaji wa mazingira kwa ujumla.